Kwa Mama Samia, umefanya kazi mingi ya kuchosha, lakini utavuna upepo. Lakini ngalipenda ujue kwamba kwa leo Mungu amenituma na ujumbe ambao ni muhimu sana kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Niko na ujumbe ambao Mungu amenizungumzia kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya Rais Samia Suluhu, na pia kwa ajili ya Mheshimiwa Gwajima, na mambo fulani ambayo Mungu amenizungumzia hapa ambao ningalipenda kushiriki nani. Labda itakumbukwa ya kwamba kwenye wakati ambao Kenya ilikuwa rais wa sasa amepita kwenye kipindi kigumu mwaka wa 2022, wakati alikuwa kabla hajachaguliwa kuwa rais, Mungu alizungumza nami kwenye mwaka wa 2017. Ananiambia kwamba huyu anayefanyiwa dhihaka kubwa hivi ndiye atakayekuwa rais wa nchi. Nikazungumza pale, tukapita kipindi kigumu sana kwenye awamu ya rais aliyestaafu, kipindi kigumu kiasi ambacho haungezungumza waziwazi. Lakini pia wengine wetu kadhaa tukawa tunazungumza tu kwa sababu kishazungumziwa na Bwana, hauna lolote lingine lile ambalo la kufanya isipokuwa uzungumze kama anavyosema Bwana. Na kwa hivyo ninapozungumza mambo ya mataifa ya kitaifa, usitegemee yale ya kawaida tu ambayo umeyasikia, kwa sababu mengine huwa anayazungumza yakiwa bado sana kujengeka. Kipindi kile alikuwa anaonekana kama hayawezekani, lakini Mungu akayaleta yakatukia, yakawa yametokea. Jambo moja ambalo lilikuwa ya kushangaza sana ni kwamba kuna mgombea urais mmoja alikuwa hajatangaza, alikuwa hajaonyesha dalili, alikuwa anafanya kazi na Umoja wa Mataifa. Mungu akanionyesha kwenye maono, akasema huyu atakuwa mmoja wa wagombea urais, lakini mkideal nayo rohoni itapotea kwa sababu haitajiki. Na tukafanya hivyo, akatokea na nguvu nyingi, lakini akatoweka kwa mara moja. Na kwa hivyo leo hii naja kwetu nikiwa nimesikia Mungu amenizungumzia, aniambia niwaambie hivi. Kwa Mama Samia, umefanya kazi mingi ya kuchosha, lakini utavuna upepo. Ingawaje umefanya umenyamazisha watu wote ambao wangepingana na wewe, umenyamazisha watu wote ambao wangeshindana na wewe, umewafunga wale wakufunga, wale wakuua umesababisha wauawe, wale ambao ni wa kunyimwa haki zao umesababisha wanyimwe haki zao. Lakini Mungu anasema ya kwamba utaambulia patupu. Itakuwa kama vile ni kukimbiza upepo. Itakuwa kama vile mtu ambaye ametajwa kwenye Biblia, ambaye alifikia wakati wake wa kuzaa, akazaa upepo. Nisikilize, Mungu alinipatia neno hili, Isaya 26 mstari wa 17, 18, 19, 20 na 21. Lakini usikilize sana mstari wa 18, kwa maana ndio mstari wako Rais Samia Suluhu, na ndio mstari ambao wa wote ambao hawaitakii Tanzania mema, kulingana na namna Mungu amepanga kusongeza mambo yake mbele. Kwa hivyo ningalipenda kwamba tusonge pamoja na tuone kile ambacho Bwana amekusudia kufanya na kusema siku ya leo. Hebu na tusome neno hili. Biblia inasema hivi,
kama vile mwanamke mwenye mimba anayekaribia wakati wake wa kuzaa, alivyo na utungu na kulia kwa sababu ya maumivu yake, ndivyo tulivyokuwa sisi mbele zako, Bwana. Mstari wa 18. Tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo. Hatukufanya wokovu wowote duniani, wala hawakuanguka wakaao duniani. Mstari wa 19. Wafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni kaimbeni, ninyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Mstari wa 20. Njooni watu wangu, ingia wewe ndani ya vyumba vyako, ukafunge mlango nyuma yako, ujifiche kitambo kidogo, mpaka ghadhabu hii itakapopita. Mstari wa 21. Kwa maana tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake, ili kuwaadhibu wakaao duniani kwa sababu ya uovu wao. Ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Nisikilize kwa makini kwamba Mungu anaongea na watu ambao wanatafutwa, wanaopigwa, wanaonewa, wanaozuiwa haki zao, lakini maandiko inasema ya kwamba, na sauti ya Bwana inasema ya kwamba ni kitambo kidogo tu. Yani watajificha for a short while, for a little while. Yani ni kana kwamba ni kamda kafupi tu. Kizungu inasema hide thyself as it were for a little moment until the indignation be overpast. Kuna siku inakuja watu wataogopa kutekwa katika taifa la Tanzania. Watu hawataogopa kusema katika nchi ya Tanzania. Watu hawataogopa ya kwamba wanaweza kuonewa katika nchi ya Tanzania. Watu watakuwa na uhuru wao, watasema kama vile ambavyo wanavyoona, na watasaidiwa na Mungu ya kwamba watashinda kama vile Mungu aishivyo. Lakini Mungu aliniambia kwamba neno hili, mstari wa 18, tumekuwa na mimba. Yani ambition imekuwa, tamanio ipo, inaonekana kama litazaa kweli yale ambao yameundwa, inaonekana kama yatazalika. Tumekuwa na utungu, ndiyo kampeni ile unaona pale. Tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo, yani ya kwamba watatokea siku ambao wale ambao wanaonea wengine, wanaharibu wengine, wanateka wengine, itatokea siku ambayo watasema, sasa tumefanya bidii ya kazi gani na tumezaa nini? Kilichotokea, matokeo yake ni kama vile upepo, ni kama vile hakuna kitu, ni kama vile hatujapata lolote, ni kama hatujazaa chochote. Ni kama sasa tumetokea hivi, tumeambulia patupu, hatujatoka na kitu ya kuonyesha ya kwamba tumepiga watu kanisani, tumefunga makanisa, tumeonea watu, tumewaua wengine, tumetupa wengine kusikojulikana, tumepoteza kina Polepole, tumepoteza watu wengi, tumepiga kina Father Kitima na wengine ambao wameonewa. Mtu anafika mahali anajiuliza ilikuwa ya kazi gani, ya kwamba tumefanya kazi yote hii hatujapata chochote. Na Mungu aliniambia niwaambie kwamba Mama Samia, Rais mstaafu Kikwete, na sana sana Rais mstaafu Kikwete ambaye amesukuma Tanzania mpaka itopo, mpaka iruke kwenye cliff. Anataka ianguke kabisa kule ambako haitaokotwa tena. Lakini Mungu anasema hayatatokea mulio ya waza. Itakuwa kana kwamba mwanadamu
amepata utungu wa kuzaa, lakini akazaa upepo. Hiyo ndiyo jambo ambalo Mungu amezungumza. Alafu Mungu akaniambia niwaambie hivi, ya kwamba yale yatatokea, tayaona kwenye macho yenu, kwa sababu Mungu naye hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho anachovuna. Kisha Mungu akaniambia kwamba niwaambia kwamba sijabandilisha mawazo yangu, sijabandilisha mpango wangu, sijabandilisha nilichokisema. Unaweza kosa kumuona Askofu Gwajima leo, unaweza angalia uone mbona hayuko kwenye ugombea uraisi, lakini ile ni nyota inaong'aa, ni nyota inayoibuka kwenye taifa la Tanzania, na kusudi la Bwana litatimia tu. Kuna biashara kidogo ya kupiga mashetani yaliyosimamia nguzo ya kisiasa inaomeza watu. Kuna madhabahu ya giza ambayo inategemewa kuwainua watu wa aina fulani ili wabakie kwamba ni wao wanaoinuka katika uongozi wa nchi ya Tanzania. Ile itaondolewa njiani, inapigwa na kupigwa, inafyekwa na kusambaratishwa. Majini yameshapigwa yakatambaa, yamepotea, hayapo tena. Mungu anaingia Tanzania kama mtoto anayetambaa. Mungu anaingia Tanzania kutoka pande zote. Anaingia kutokea maeneo yote, maeneo ya baharini, maeneo ya mlima Kilimanjaro, maeneo ya kule chini anatokea na ataonekana kutoka kwenye ziwa Victoria. Atatokea pande zote na kuingia kwenye Tanzania, na hakuna atakayenizuia, asema Bwana. Hakuna atakayezuia mkono wangu nisifanye nilitakalo, asema Bwana wa mabwana. Isaya 60 mstari wa 18. 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 Maandiko inasema, jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako, ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako, mbali utaziita kuta zako wokovu na malango yako sifa, Mungu aliye utukufu wa Sayuni. Jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako. Kuna jeuri ambayo inaendelea katika taifa la Tanzania. Akiinua mtu kichwa tu anapigwa, awe mgeni ama awe mwenyeji. Lakini maandiko inasema ya kwamba wenye jeuri hii watasambaratishwa, watapigwa mpaka jeuri haitasikiwa tena. Kuna mtu ambaye atateremshwa fiti 6 chini ya ardhi. Alikuwa nadhani ataona mazishi ya wengine, ya kwake yataonyeshanwa live, kwa sababu amekuwa kisima chenye maji ya sumu katika nchi ya Tanzania, na Mungu ameinua mkono wake na atarudisha mkono wake bure. Mkono wake utaccomplish yale ambayo amesema. Jua alitakuwa nuru yako tena wakati wa mchana, wala mwezi hautakupa nuru kwa mwangaza wake, mbali Bwana atakuwa nuru ya milele kwako, na Mungu wako atakuwa utukufu wako. Kuna mtu ambaye amejenga kiota chake kwenye mwezi. Kiota kile kitapigwa, kimeshapigwa, kimeshasambaratishwa. Mwezi hautakutetea, jua haitakutetea. Bwana ndiye atakayeng'aa kwenye taifa la Tanzania, na ndiye ambaye nuru yake itaonekana milele kwako, Tanzania, na Mungu wako atakuwa utukufu wako, asema Bwana. Mstari wa 20 unasema, jua lako halitashuka tena, wala mwezi wako hautajitenga, kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele, na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Yani siku za kuomboleza,
tumefungiwa kanisa, tumezuiwa ibada, ama mambo yale ambayo yametokea kwamba watu wetu wanatekwa, watu wetu wanapigwa, wanavunjwa, wanavamiwa usiku, mambo yale yatakoma. Kuomboleza kwako kutakoma. Ina maana kwamba furaha ya milele itatokea. Ina maana kwamba furaha ya milele itatokea. Nami natangaza furaha ya Bwana katika nchi ya Tanzania. Waovu watapotea, njia yao itapotea, wataharibikiwa na mambo. Mstari wa 21, watu wako nao watakuwa wenye haki wote, nao watairithi nchi milele. Chipukizi nililolipanda mimi mwenyewe. Mtu